kwa sababu hata nafasi za wazi hazitengenezwi. Ni ngumu kumtupia lawama mshambuliaji ambaye amesimama pale, kwa sababu hata yeye hapati malisho ya kutosha ya kwenda kufunga. Nikiwauliza hapa hii leo ni nafasi gani ya wazi pengine mshambuliaji wetu ameikosa, ni moja pekee kama sikosei ama mbili ambazo alikosa msimu kipindi cha pili mwishoni. Kwa hiyo changamoto ya kufunga sio ya mtu mmoja, ni changamoto ya kwanza ya kutengeneza nafasi za wazi, lakini pili kuja kwenye kupasia nyavu. Tayari shida hiyo tumeibaini na imekuwa na mwendelezo tangu kwenye michuano ya Kagame kuja kwenye Simba Day hadi kwenye mechi ya leo ya Ngao ya Jamii. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba sasa kwa siku hizi tatu ambazo tunakwenda kufanya marekebisho kuelekea kwenye mechi inayokuja ya ligi kuu ya NBC, hii ndio itakuwa kazi kubwa ya mwalimu Stephen Becker, namna gani ya kuelekeza vijana wake kutengeneza nafasi na kupata mabao. Kwa hichi ambacho mashabiki wanakizungumza hivi sasa, wakiona kwamba hawaridhishwi na mwenendo wa timu, lakini pia wanaona kama kuna makundi. Sijajua wanaposema hawaridhishwi na mwenendo wa timu wanaangalia vitu gani? Msimu huu tumecheza mpaka sasa tumecheza mechi moja ambayo ni competitive ya kimashindano hii ya Ngao ya Jamii, na ndiyo ambayo tumepoteza tena kwa margin ya goli moja. Kwa hiyo kusema mwenendo wa timu ni mwenendo upi? Kule timu ilikuwa pre-season, imekuja imecheza tamasha la Simba Day, sasa ndio timu inaanza rasmi mashindano, na kwenye kuanza rasmi mashindano tumepoteza mechi moja pekee. Kwa hiyo huo sio mwenendo, ni mechi moja tumepoteza. Sasa ukipoteza mechi moja unajipanga kuangalia unaamkaje kwenye mechi nyingine ambazo zinakuja. Kwa hiyo hakuna sababu ya watu kujumlisha ya kwamba mwenendo ama timu imekuwa haifanyi vizuri wapi. Yaani ndo tumeanza, hii ndo mechi ya kwanza ya kimashindano. Tumecheza mchezo huu leo na hatujafungwa kwa kutawaliwa ama kuzidiwa. Tumefungwa kwa kuonesha uwezo. The only chance ambayo wameipata wakafunga bao, ndio hiyo chance ambayo imetengeneza tofauti hii leo. Kwa hiyo mimi naamini na niwaambie wana Simba wala wasiingie kwenye mchecheto wala mtafaruku wala kujichanganya. Tumepoteza mechi moja ya Ngao ya Jamii, tunazo mechi 30 za kuziendea mbele. Ahmed, hii inatoa ishara gani? Manake wanasema nyota njema inaanza asubuhi. Manake ni mechi ambayo inatoa taswira kuelekea katika msimu mpya. Hiyo ni methali tu. Nyota njema huanza asubuhi, sio lazima ikawa kweli hivyo. Wakati mwingine nyota unaweza ukaja ukaiona usiku. Yani unakaribia kulala ndo ukaiona nyota njema. Kuanza na ushindi kwenye Ngao ya Jamii kunatengeneza confidence kwa timu yako, kunatengeneza morali kwa mashabiki, na kwa mpira wetu wa Tanzania unatengeneza ari ya kutamba. The only thing ambayo tunamisi baada ya kupoteza mechi ya leo ni ile hali ya kutamba kwa mashabiki, ni confidence inapungua kidogo kwa mashabiki. Lakini mimi niwaambie hii haimaanishi chochote kwenye mipango ya kiufundi. Huko mwaka ambao Simba tulichukua Ngao ya Jamii pale Tanga, lakini mwaka huo hatukuchukua ubingwa. Nyota njema hiyo ikatudanganya. Tumeiona nyota njema, tukaona yes mwaka huu yena, lakini tulipokuja kwenye ligi tukapoteza ubingwa. Kwa hiyo kupoteza Ngao ya Jamii wala kusitupotezee akili zetu ya kwamba tuko na sasa ndio tuna timu mbaya, tuna timu mbovu. Mimi niwahakikishie kwa miaka ya hivi karibuni, hii ndio timu bora ambayo tunaanza nayo msimu. Mwaka jana tumecheza Ngao, hatukuwa kwenye ubora wa namna hii. Mwaka juzi tumecheza Ngao, hatukuwa kwenye ubora wa namna hii. Mwaka huu tumecheza Ngao tukiwa kwenye ubora wa hali ya juu. The only one mistake ambayo imefanyika, mpinzani wetu ametumia na ameweza kunufaika. Ahmed, muda mchache kabla ya kuja kuzungumza naye hapa nilikuwa nazungumza na mashabiki wa Simba. Baadhi yao wamepoteza imani na matumaini na mshambuliaji ambaye yuko naye Dumbia. Kuna nini cha kuambia? Mimi nasimama na Ibrahim Dumbia. Niwaulize tu, ni nafasi gani ambayo Dumbia ameipata ameipoteza ile?
kufikia kwenye hata uwezo wa kutuliza lazima mahali anamwachia mtu anakwenda anatafuta nafasi. Akishafika kwenye nafasi mali hazisogei. Hata heda, kwa sababu yule ni mzuri kwenye vichwa. Hata pasi ambazo zinatakiwa zije kwa ajili yeye kupiga vichwa pia hazifiki. Ndio maana nimesema hapa tatizo wala sio Doumbia. Tatizo ni ule mstari wetu wa mbele kwenye kutengeneza mashambulizi. Leo niambieni, ni nafasi ipi ya wazi ambayo imetengenezwa na mtu akakosa? Doumbia amepewa pasi gani elekezi, walau ana mabeki wawili mbele na golikipa, alafu tukamwona amefanya makosa. Hakuna clear chance ambayo ameipata. Mimi niwaambie wana Simba, tusimame na Doumbia. Ukimwangalia kwa utulivu ni mchezaji mwenye kitu ambacho atakuja kutusaidia sana Simba Sports Club. Ni namna ya kutengeneza pattern ya kuweza unajua mshambuliaji ana kazi kubwa ya kufunga, lakini anatakiwa kwa kiasi kikubwa sana aweze kurahisishiwa hiyo kazi. Msimu huu mpaka muda huu katika mechi zote ambazo amecheza Doumbia hajapata huo msaada wa kumrahisishia kazi. Sasa kabla ya kumhukumu Doumbia, kwanza apewe nafasi, akose magoli ya wazi, hapo tunaweza kuja kwenye nafasi nzuri ya kusema huyu bwana hana anachojua, atupishe. Lakini kwa sasa tuendelee kusimama naye, tuendelee kumwombea, lakini kubwa kabisa lazima timu itengeneze nafasi ili tuweze kupata bao. Leo nafasi hazijatengenezwa. Nafasi ambayo ulikuwa unaamini hii inaweza kawa ni goli, nafasi moja tu kama sio mbili, ile ya Bakari Msimu kipindi cha mwishoni, lakini otherwise game nzima ilikuwa haitengenezi nafasi kwa mshambuliaji kuku. Na ndio maana hata alivyoingia Mpanzu kama false 9 bado hakuwa na madhara kwenye lile eneo. Zimebaki siku chache kabla ya dirisha kufungwa, watarajie chochote wana Simba? Hilo mpaka nizungumze na viongozi wangu. Kwa jicho lako ipo haja hiyo wewe binafsi ukiangalia mimi kwa jicho langu tunahitaji internal improvement. Tunahitaji hawa waliopo waongeze ubora. Ndio mimi ambacho nakiona. Simba hii inakosa nini? Ina mabeki wazuri wa kati, ina mabeki wazuri wa kulia na kushoto, ina viungo wazuri. Mmemwona Ibrahim Jabbar, mmeona kazi yake ambayo alikuwa anaifanya. Mmemwona Mwamba Lusaka, mmeona ubora wa Anicet Oura pamoja na Libase Gay. Tumemwona vizuri Bakari Msimu, tumemwona vizuri Morris Abraham. Sasa inahitaji internal improvement kabla ya kufikiria kuleta nguvu kutoka nje. Kwanza hawa wa ndani lazima waongeze ubora wao, lazima warejee kwenye kiwango ambacho walimaliza msimu uliopita. Tukifanikiwa hapo, tukampata Libase ambaye tulikuwa naye, tukampata Oura ambaye tulikuwa naye, tukampata Chama ambaye alikuwa naye, mbona yena tu ndugu zanguni. Kwa hiyo kama itahitajika kuongezeka mtu mwingine wa nje ni sawa, lakini kwanza lazima hawa ndani waongeze standard yao ya kiushindani, sababu atakayekuja atakuwa ni mmoja, si ndio bana? Sasa mmoja ni ngumu kuja kubadilisha the whole atmosphere. Kitakachobadilisha the whole atmosphere ni wale waliopo ndani. Mgunda amefika. Mwalimu Mgunda au Ismail Mgunda, mchezaji kutoka Mashujaa. Ismail Mgunda anakuja kwetu mamae. Dude hilo msianze mkanisaulisha mama chungu nyinyi. Anakuja Ismail Mgunda? Anakuja. Kama anakuja basi tumepata mtu wa maana sana. Katika washambuliaji wazawa Tanzania, Ismail Mgunda ni one of the best. Ni mshambuliaji aliyekamilika. Ana hate, ana power, ana maamuzi, alafu ana mashuti, ana uwezo. Simuona leo timu haijashoot from the distance. Sasa hiyo ndio kazi ya Ismail Mgunda. Kama anakuja Simba Sports Club, unamsetia nje ya 18 kwenye mstari wa juu wa dimba, ana uwezo wa kukiki pale na akapata matunda. Kama Ismail Mgunda anakuja, Simba tutakuwa tumepata Demba Ba na upara ule
na ndevu zile. Sasa anasimama Osimhen na Demba Ba, nyinyi hii Simba hii moyo anacheza CAF Champions League final. Shukrani sana. Ameridhika wanangu na mna bahati, mko na bahati.